Kutokana na changamoto ya upatikanaji wa maji kwa baadhi ya maeneo mkoani Mtwara, Mamlaka Maji Safi na Usafi wa Mazingira MTUWASA imeeleza hatua zinazochukuliwa ili kukabiliana na changamoto hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari katika eneo la mradi ambapo linajengwa tenki lenye uwezo wa kuzalisha lita milioni 6, Kaimu Mkurugenzi Idara ya Usambazaji wa Maji Safi na Usafi wa Mazingira, ambaye pia ni meneja wa mradi wa maboresho ya miundombinu ya maji Mtwara, Mhandisi Fikiri Pasco, ameeleza kuwa maboresho hayo yatahusisha ujenzi wa matenki matatu makubwa katika maeneo mbalimbali ili kutatua tatizo la maji. Hapa tulipo ni mradi wa maboresho ya miundombinu Mtwara mjini Lot 2, ambapo mradi huu unahusisha ujenzi wa matenki matatu makubwa. Hapa tulipo ni tenki la lita milioni 6, ambalo tenki hili sasa litaenda kulisha eneo kubwa la Mtwara Manispaa, lakini pia tutakuwa na tenki la Likonde ambao ni tenki la lita milioni 1, litahudumia kata ya Mayanga, Mkunwa pamoja na maeneo ya Mbuo. Lakini pia tutakuwa na tenki katika chanzo chetu cha maji kikubwa Mtawanya, tutajenga tenki la lita 500,000. Hatua tulionayo sasa hivi tumeshakamilisha usukaji wa nondo wa base na formwork kwa ajili ya maandalizi ya kumwaga zege. Tunatarajia tarehe 30 tutakuwa na kazi ya mwagaji wa zege ili tuweze kuendelea na hatua zingine. Kukamilika kwa tenki hili, tuna imani tutaongeza wingi wa maji kwa maeneo ya Mtwara mjini ili kuweza kidogo kupunguza ile scarcity iliyokuwepo ya uhaba wa maji. Kwa sababu mradi huu pia unaenda kuongeza chanzo chetu kikubwa cha Mtawanya, tutaenda kuchimba visima viwili, lakini pia tutaongeza mitambo mikubwa ya kusukuma pampu ili tuweze sasa kuongeza wingi wa maji katika eneo la mjini. Aidha, Mhandisi Fikiri amesema mahitaji ya maji kwa wateja wao ni zaidi ya lita milioni 22 kwa siku, wakati uzalishaji wao ni lita milioni 16 kwa siku. Hivyo mradi huo ukikamilika mwezi Septemba mwaka 2026 utatatua changamoto hiyo, ambapo zaidi ya kilomita 164 za mabomba yanaendelea kusambazwa. Kwa sasa eneo letu la mjini lina mahitaji ya maji zaidi ya lita milioni 25, lakini uzalishaji halisi tulionao sasa hivi una range kwenye milioni 13 mpaka milioni 16. Kwa hiyo tuna gepu la milioni 6 mpaka la milioni 8. Kwa hiyo upungufu ule sasa unasababisha baadhi ya maeneo kupata kwa mgao. Tunaenda baada ya siku mbili tunahamia upande mwingine, baada ya siku mbili tunahamia upande mwingine. Mradi huu tuliopo sasa hivi unahusisha pia na ulazaji wa mabomba zaidi ya kilomita 164, ambao kwa sasa ulazaji wa mabomba tumeshaenda zaidi ya 80%, na tayari kama tulivyopita site pale tumeona kazi za maunganisho ya maji ya mabomba kwa ajili sasa ya kulisha maji katika tenki letu la airport ili tuweze kuongeza wingi wa maji ili sasa manufaika waanze kupata maji ya kutosha. Mradi huu tayari umeshaanza kuleta impact. Kuna baadhi ya maeneo tayari wameshaanza kunywa maji kupitia mradi huu ambao ni kati ya kata Mtawanya na kata ya Ufukoni, hususan maeneo ya Mbaechundi, Kawe pamoja na maeneo ya California. Sasa wanakunywa kwa kupitia miundombinu iliyopo. Sasa kupitia mradi huu tunatandika bomba kubwa la kutoka kwenye chanzo chetu cha Mangamba kwenda airport, ambao tulipita tumeona pale wataalamu hapo wanaunganisha mabomba kwa ajili sasa ya kuongeza wingi wa maji katika ile tenki ili sasa tusupply maji ya kutosha katika maeneo hayo. Chanzo cha Mtawanya peke yake kinatoa lita milioni 10 kwa siku. Ukijumlisha na hivi vidogo vidogo tulivyo navyo ndio tunafika kwenye lita milioni 13 mpaka milioni 16 kwa siku. Kama nilivyosema kwamba mahitaji ni 25. Kwa hiyo bado tuna upungufu kama milioni 8 mpaka milioni 6. Sasa kukamilika kwa mradi huu kama nilivyosema kwamba tunaenda pia kuongeza chanzo cha Mtawanya. Tutachimba visima vikubwa viwili vyenye uwezo wa kuzalisha lita milioni 2 kwa siku. Kwa hiyo katika chanzo cha Mtawanya peke yake tunaenda kuongeza lita milioni 2. Kwa hiyo uzalishaji wa siku katika chanzo kile tunaweza kufikia lita milioni 13 mpaka milioni 14 pekee. Sasa tukiweza kufikia uzalishaji ule, maana yake sasa katika mahitaji upungufu ule wa uhitaji wa maji utakuwa umepungua kwa asilimia kubwa, kwa sababu lengo tufikia 95% kwa mjini, lakini kwa maeneo ya pembeni tufikia 85%. Kwa upande wake mwenyekiti wa mtaa wa Mangamba chini Manispaa Mtwara Mikindani, Abdalla Nasoro, amesema hali ya upatikanaji wa maji kwa sasa ni mzuri tofauti na hapo awali. Na katika mitaa yetu au mtaa wangu mimi ambao naongoza mtaa wa Mangamba chini, changamoto ni za kawaida sana, lakini hatujafikia mahala pa kukwama kuhusiana na jambo la maji. Kwa maana maji yanatoka, yanapatikana, na kama inatokea labda tunakuwa na taarifa rasmi kwamba leo kutakuwa na matengenezo, leo umeme umepata shida katika chanzo cha maji. Kwa hiyo pale inakuwa ni muda tu wa matengenezo mafupi, lakini swala la maji kwa kweli hatuna changamoto.
lakini hapo awali ilikuwa mnaenda mnafikia hatua, kuna vyanzo vile vya asili, watu walikuwa wanaenda sehemu inaitwa kwa Mdodo, watu wanaenda na Mtuchikwelu. Hayo ni maeneo ya asili ambayo kama maji kabisa yanakuwa nakatika, wanakuwa wanaenda kwenye vyanzo vya asili. Lakini sasa hivi zile movement za watu kuwa wanaelekea katika hayo maeneo kwa kweli hatujaona kwa miaka hivi. Nao baadhi ya wananchi wa Mangamba Juu wameeleza na kutoa maoni yao kwa mamlaka hiyo, ikiwa ni pamoja na kuomba MTUWASA kutoa elimu kwa wasoma mita na kuwapatia elimu juu ya bili zao wanazopewa. Kama asubuhi kama hivi yanatoka mpaka usiku yanakata. Asubuhi tunapata maji saa 3 saa 4 tunapata maji kwa kila siku. Tokea tu siku 2, lakini siku ya 3 natoka maji. Kuna kipindi fulani nilienda kulalamika idara ya maji hivyo. Ilikuwa sikuwepo mimi hapa na maji watu hawakuwepo. Cha ajabu nikakuta bili imezidi. Baadaye wakasema sijui nini nikawatuma msawazisha. Sasa hivi kidogo ndio hivyo tunaenda kama vile bili kutoka 2016 ngapi sijui, lakini iko fresh tu. Na mara nyingi huwa ninasoma sababu najua mimi kwa maji inajenga. Utakuta kwamba maji saa zingine akaa siku 6 unalalamika maji. Mtoa mjini hapo Magomeni hapo ukasikia leo siku ya 6 tunapata maji, lakini kwa hapa Mangamba kwa kweli tunashukuru. Hiyo changamoto nayo. Maana juzi na bomba hapo alikuja mtu. Sasa mtu asimuelewe vizuri. Yaani naomba watu hao wanapokuja kutuchaji tuwaelewe kwamba kweli ni MTUWASA. Mwingine anaweza kuvaa vazi tu wakati wala sio MTUWASA. Kwa hiyo ajieleze kabisa kwamba mimi MTUWASA, kwa hiyo iwezekane hata kuonyeshana nia yake tukaelewa kwamba huyu kweli MTUWASA. Na elimu zile maana wengine hatukusoma. Kwa hiyo waonyeshe mfasaha tusome kweli kwa kweli. Elimu zingine si darasa 7. Kwa hiyo inabidi tuangalie mita tuzielewe, watu fafanulie vizuri mita. Hapa ni katika eneo la Mangamba ambapo ujenzi wa mradi wa maji na manisha tenki unaendelea na unasimamiwa na MTUWASA. Mradi huu ukikamilika utaweza kutatua changamoto ya kero ya maji kwa wakazi wengi wa Mtwara. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.